Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo asifiwe. Ni siku nyingine njema Bwana ametujalia kuja kwa nyumba yake, ili tukija kwa nyumba yake aweze kusema pamoja nasi, aweze kutusaidia kumuelewa zaidi na tuweze kupata maarifa yake, ili tuweze kumuishia vile itakavyo mpendeza. Basi tunaendelea na masomo yetu, na leo tuko katika somo la 13. Linasema dhabihu. Dhabihu tunajua maana yake, hasa katika kizungumza dhabihu katika kanisa. Kwa Kiingereza hilo neno ni sacrifice, ambalo lina maana tofauti. Utasikia tukiimba habari za mtu fulani, tukisifu bwana fulani, watu hiyo mtu alijitolea, alijitoa muhanga, alijitoa kwa kupigania uhuru. Tuna hao walijitoa, wengine wakafungwa, wengine wakakufa. Lakini hatuzungumzii hiyo. Tunapozungumzia dhabihu katika Kiswahili sacrifice, ni vile Mungu alikuwa amefanya mpango wake, kuna kitu atatolewa ili kumfurahisha, ili kuwa ya kwamba tunamtambua, kuonyesha tunamtambua. Na hatuelezwi vizuri vile ilikuwa hapo mwanzo wakati wa Adamu na Hawa, lakini tunaona ya kwamba kuna wakati ambapo mtu anaitwa Kaini na mwingine anaitwa Habili. Hao ndio wana wa kwanza wa Adamu na Hawa. Tunaambiwa ya kwamba kulifika wakati wakaenda kila mtu kutoa dhabihu. Kwa hivyo walikuwa wamefundishwa kwamba si kuishi tu maisha hivyo, kuna maisha ya kutoa dhabihu kama kitu cha kujieleza ya kwamba tunamwamini Mungu, tunamtegemea Mungu, tunamngojea Mungu katika yale tunafanya. Si kuendelea tu maisha hivyo. Nilisikia hata ukiona kuku akinywa maji, ama unaona ya kwamba kikunywa anaangalia juu, anashukuru. Sasa hiyo ni watu wanasema, lakini mwanadamu aliumbwa akijua ya kwamba kuna jinsi ambavyo anarudisha shukrani kwa Mungu. Na Mungu basi alikuwa anatolewa kitu. Na kwa sababu Mungu si kama mwanadamu, huwezi ukachukua kuku umpelekee, ama umpelekee jogoo ule mzuri, ama uchukue mbuzi umpelekee umwambie sasa nimekupa hii kula. Hapana. Sasa ndio walikuwa wanatoa dhabihu. Kama ni kuteketeza, wanachukua mbuzi, anachinjwa na nyama zinateketezwa. Sasa tunaambiwa sasa katika msalaba, tulisoma ya kwamba katika msalaba Yesu Kristo, Bwana Mungu alionyesha ukuu wake, kwa sababu alimtuma Yesu Kristo yakuja akafa kwa sababu ya dhambi zetu. Basi Mungu akakubali hiyo ni dhabihu ya kutosha kwa sababu ya makosa yetu. Kwa hiyo sisi sio watu wa kusumbuliwa na dhambi. Ati ya kwamba tulikuwa na dhambi, tunangojea tukikufa kuna hukumu, mambo kama hayo. Hapana. Sisi tumesamehewa. Na tunasema tumesamehewa na Mungu kupitia Yesu Kristo. Huo ndio ushuhuda wetu. Tunaposema nimeokolewa, ni kwa sababu Yesu Kristo alikuja kama mwanadamu. Mungu mwenyewe akakuja kama mwanadamu, akatoa dhabihu ya Yesu Kristo, kukataliwa. Na katika kukataliwa wakasema aondolewe duniani. Na katika kuondolewa, yeye ambaye hakuwa na dhambi, ikasemekana kwa Mungu ilionekana amebeba dhambi zetu wote. Na basi tukakubalika. Lakini sasa zile dhabihu zilikuwa zinatolewa awali, akasema zimekamilika. Kwa sababu kulikuwa na kuhani ambaye alikuwa amepewa hiyo kazi ya kupokea dhabihu za watu na kuziteketeza na kuombea msamaha watu. Sasa Yesu Kristo mwenyewe alijitoa, na sasa hiyo ikatosha mbele za Mungu. Lakini hapa tunaongea mambo ya dhabihu.
dhabihu katika Agano Jipya ni nini? Ni dhabihu gani tunatoa? Kama leo ndugu Dan angekuwa amekuja na mbuzi labda, lakini sasa hakuja na mbuzi, amekuja yeye peke yake. Dhabihu ni gani hiyo ambayo tunatoa siku baada ya nyingine ili kumpendeza Mungu? Warumi 12 itatueleza dhabihu ambayo inakubalika. Nimesikia wahubiri wengine wakisema toa dhabihu yako. Hapana, hatutoi dhabihu tena. Dhabihu ilitolewa. Matoleo ambayo tunatoa kwa Mungu ni matoleo ya hiari, ni matoleo ya kuendeleza Injili, ni matoleo ambayo sio lazima, kwa sababu mtu ameambiwa vile ameamua atoe. Kwa hivyo katika kanisa la Yesu Kristo huambii mtu lazima kila mtu atakuja na 100. Kama tunasema kama pendekezo, tafadhali kila mtu atafute 100. Na kama hutakuja na 100, huwezi ukafukuzwa kanisa ati wewe hukutoa. Hapana. Lakini zamani ilikuwa hivyo. Ukiambiwa utoe mbuzi lazima utoe mbuzi. Na usipotoa mbuzi unakuwa sasa wewe uhusiano wako na Mungu umekatishwa kwa sababu ya dhambi. Leo tutaona dhabihu na ni vipi tutaishi maisha mapya katika Yesu katika Agano Jipya. Warumi 12 mstari wa 1 mpaka 8 tunaona jina huduma ama kazi ambayo tunafanya. Ni kazi gani ambayo tunafanyia Mungu? Nadhani tutasomea tafadhali mstari wa 1, wa 2 na wa 3. Tusome. Basi ndugu zangu, nawasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndiye ibada yenu yenye maana. Wala msifuatanishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua katika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Kwa maana kwa neema niliyopewa namwambia kila mtu aliyoko kwenu asinie makuu kupita ilivyompasa kunia, bali awe na nia ya kiasi, kama Mungu alivyomgawia kila mtu cha imani. Ndio. Sasa hapo unaona Mtume Paulo anapozungumza dhabihu, sasa haongei mambo ya ndama. Haongei mambo ya mbuzi. Haongei mambo ya kutoa kitu ambacho tutaleta kwa Mungu kama dhabihu. Anatuambia hivi basi, na ni jambo la ajabu hapa, anasema ya kwamba Paulo anatusihi, si kuwalazimisha, hapana, ni kusihi. Kwa nini? Kwa sababu anajua ukweli wa mambo na anajua vile ambavyo watu wanapaswa kufanya, na kile kinampendeza Mungu, ibada ile inampendeza Mungu. Juzi nikaona picha, ilikuwa ya ajabu, hizi tunaona katika mtandao. Mhubiri mmoja akasimama akasema, sasa nataka watu watoe, akasema $2,000. Ukitaka baraka ni $2,000. Na watu wakatoa. Ikaonyesha picha mama mmoja amekuja, mama na yuko na mvulana wake hapo. Akasema mimi natoa, alisema nafikiri natoa $200 yangu na $200 ya huyu kijana tupate baraka. Mhubiri akamuuliza, wewe ulisikia vile nilisema? Nilisema $2,000. Sasa wewe enda utafute hiyo pesa, nimesema ukitaka baraka. Hapa tuambii pesa. Tujue hivyo. Huduma kwa Bwana Mungu si pesa. Kwa sababu hata wadau ukifanya bidii kabisa uje na
pesa hata 1,000,000 unampa Mungu na ujisikia sasa nimetoa kabisa Mungu akikuangalia anaona unafanya upuzi. Kwa sababu si tunaimba ati ya kwamba hata hewa ndiye amekupa. Hiyo hewa ati akifunga hiyo hewa pap wewe umekwisha. Lakini ukija na 1,000,000 unaona mimi bidii yangu si bidii iko lakini sio bidii. Kuna hiyo neema ya Bwana Mungu. Basi tunaambiwa hivi ya kwamba anawasihi ya kwamba we mwenyewe utoe mwili wako. Mimi mwenyewe nitoe mwili wangu kama dhabihu ambayo inampendeza Mungu. Mwili. Si kuleta mbuzi, si kuleta pesa, kwa sababu watu siku ya leo wanaongea ati ukitoa dhabihu ni pesa umetoa. Hata niliona kwa television moja akiambia watu, "Haya basi, huu wakati hiyo ndio namba yetu, ukitaka kutoa dhabihu yako, ukitaka kutoa fungu lako, ukitaka kutoa zawadi yako, ukitaka kutoa yani anasema kile umeamua anakuambia tuma pesa." Si kitu kingine pesa. Kwa hiyo siku hizi wanasema money pesa ndio. Kwa Kiingereza wanasema money talks, si ndio? Ati pesa inaongea, wanaongea hivyo. Lakini Mungu kwake hakuna pesa unaweza ukampelekea aseme huyu bwana kweli ananipenda, ametoa pesa mingi. Sababu hata ile pesa unayo ni amekupa, ni yake. Sasa tunaambiwa hivi. Anatusihi akitaja rehema za Bwana Mungu. Tujue ya kwamba katika yote ambayo tunafanya sisi ni rehema za Bwana Mungu zinatuwezesha. Kwa sababu kama si rehema za Bwana Mungu, katika Zaburi ya mwandishi wa Zaburi akasema kama ungeangalia makosa yetu hakuna angeweza kusimama mbele yako. Hatuwezi tukasimama, hatuna haki ya kutosha kusimama mbele za Bwana Mungu. Ni rehema zake anatuonea huruma. Hata wakati watu walikuwa wanatoa ndama, wanatoa mbuzi, wanatoa kondoo, haikuwa hiyo ati hiyo ndio inampendeza Mungu. Kwa sababu tusoma Zaburi ya 51, hata Mfalme Daudi akasema mimi unirehemu tu. Kwa sababu kama ni dhabihu ningetoa, lakini wewe utabihu, wewe unapendezwa na moyo ambao umepondeka. Moyo ambao umevunjika, mtu ambaye amejinyenyekeza. Ndio hapa tunaambiwa kwa tujue ni rehema za Bwana Mungu ya kwamba yote tunafanya kwa sababu Mungu ameturehemu. Si ati tulilipa, ati tulilipiwa sasa basi. Hapana, ni rehema. Kwa sababu hata baada ya sisi kusema tumeokoka, tunajikuta tunakutana na dhambi. Wakati mwingine tunaongea maneno ambayo hayafai, tunakuwa na mawazo yafai. Tuna hata kitendo tutatenda ambacho hakifai. Lakini Mungu anaturehemu. Hatuambii kwenda na nisikuone tena. Hapana. Sivyo ndivyo mtu ambaye labda umefanya kazi mahali na umekosea. Unaenda unaambiwa wewe kwenda kabisa. Hata nikikuona hapa tena ujue ni polisi. Nisikuone hapa kwa sababu umekosea. Mungu hana hiyo. Hata wakati tumekosea mikono ya Mungu amenyosha kwetu kwa sababu ana rehema. Tuje kwake, yeye anatupokea. Ndio tunaambiwa ya kwamba ni hii mili yetu tunawasilisha kama dhabihu iliyo hai. Wakati tuko na pumzi, tunapumua. Wakati tunaweza kufanya, wakati tunaweza kusema, wakati tunaweza kwenda. Hiyo ndio tunaambiwa mili yetu iwe tumeitoa kwa Mungu. Ya kwamba nikiamka sifikiri ati leo nitaenda nitalima, nitaanza nitaingia kwa shamba nitapanda. Hapana, tunafikiri Mungu leo niko katika mikono yako, nisaidie ya kwamba yale yote nitafanya yawe ni huduma ya kukupendeza. Na tukaambiwa kwamba iliyo hai, iliyo takatifu na impendezayo. Mili yetu iwe inampendeza, iwe mili yetu ni mitakatifu kwa sababu tumemruhusu yeye aendelee katika neno lake kutusafisha. Kama vile Yesu Kristo aliambia wanafunzi wake alipokuwa anaombea wanafunzi akasema hawa
nimewatakasa kwa neno lako. Yaani tunasimama kwa sababu ya neno la Mungu, kwa sababu ya rehema ya Mungu. Na tunaambiwa ya kwamba hii ni ibada yetu yenye maana. Yaani ibada tunapomwabudu Mungu, tunapomfanyia Mungu, hiyo ndiyo inaitwa ibada. Si leo tumesema ibada ya leo, tutakuwa na wakati wa kuomba, tutakuwa na wakati wa kujifundisha Biblia. Tunafanya hivyo kumpendeza Mungu, ndiyo tuweze kujua mapenzi yake. Tunakuja mbele yake tunapofundishwa Biblia, tunapofundishwa neno lake. Hilo neno linakuwa hai ndani yetu, linatubadilisha. Lakini tukija tu, ni wakati wa kusoma Biblia, na mtu amekuja yeye hana Biblia, inasomo tu anasikiliza. Akitoka hapa amefanya nini? Amesahau. Ndio tunaambiwa ibada yenye maana. Yaani tusifanye ibada ambayo haina maana. Mungu akiangalia anashindwa, sasa huyu si hata afadhali angekaa nyumbani. Kwa sababu utakuta mtu labda amekuja kanisani na simu. Sijui kama umeona watu kanisani yuko na simu. Unamuona yeye tu ni simu hizi. Yeye yuko tu hivi anasikiliza, lakini sisemi watu wasifanye hivyo. Wengine huwa hapo hawako kanisani. Mwingine atakuwa anasikiliza na anaandika, ambayo ni sawa. Lakini mwingine hayuko. Utaona mtu simu imenini anaangalia simu, anatoka nje. Kwa hiyo alikuwa anangoja simu ifanye nini? Imuite. Badala ya kusema hapana, nikiingia kanisani simu lazima. Kama kuna moto ambao umewaka mahali mimi naenda kuzima, Mungu atajua nani atazima. Sasa mimi ni wakati wangu na Mungu. Tujue hivyo. Na tukijua hivyo, basi yale tunafanya yanakuwa ni kitu kinampendeza Bwana Mungu. Akiona anasema, hiyo ibada inanipendeza. Huyo kweli akija kanisani amekuja kuzungumza na mimi. Basi tunaonywa kwamba tusifananishwe na ulimwengu huu. Kwa sababu huu ulimwengu una uvuto. Una mambo yanayotuvutia. Si tunaona mtu amevaa kiatu kizuri, tunaona huyo bwana ana kiatu kizuri. Sasa tunaweza kuvutiwa na hicho. Ati hiyo kiatu nilinunua pesa ngapi? Unasema hii nilinunua 5,700. Sasa inanivutia. Lazima niende. Hata nasahau mambo mengine, navutiwa. Kwa sababu nataka na mimi nikivaa kiatu watu waseme nimevaa kiatu maridadi. Na huo ndio ushindani ambao tunaona watu kila mahali kuna mashindano. Unaona mtu tu anataka kushindana na mwingine. Anaona wivu mwingine anaenda na hajui kule ametoa. Naambiwa hapana, hiyo ni mambo ya ulimwengu. Siku hizi ya leo tunaenda hospitali ya serikali tunakuta hakuna dawa. Lakini tukienda hospitali ya kibinafsi tunakuta yako dawa, kuna dawa. Ni kwa nini? Ni kwa nini? Ni kwa sababu watu wana hayo mashindano. Na akiona mahali ataiba bila kujali. Haijali ya kwamba ni watu wanakufa. Lakini sasa ukienda hospitali ya kibinafsi unalipa, lakini na wewe una dawa unapewa. Unapiga ukitaka kupiga picha iko. Ukienda serikali hospitali ya serikali unaambiwa hapa picha yetu haifanyi kazi, enda mahali fulani. Utapigwa ulete. Na ukiuliza unasikia pesa tumefanya makadirio mazuri, hospitali zetu zote zina dawa, zina mashine. Sasa hiyo ndio huo uvuto ndio tunaambiwa sisi tusijifananishe na ulimwengu huu. Na tutakosa kujifananisha namna gani? Na tunaishi na hao watu ndio marafiki zetu, tunafanya kazi nao. Unafanya kazi mahali na unaona huyu vile anafanya anapata pesa kukuliko. Na wewe unasema kama huyu niliona vile anapata pesa hata mimi nikifanya hivi nifanye hivi, baadaye nitaenda nyumbani na 5,000 zaidi. Na wewe unafuata. Hapana, tusifananishwe na hivyo. Na tutakosa kufananishwa namna gani? Na ndio uvuto huo ulivyo na nguvu. Tunaambiwa bali
tubadilishwe kwa kufanywa upya katika nia zetu, ya kwamba nia zetu zinafanywa upya. Kufanywa upya kwa nini? Kwa vile ambavyo tunamtukia Mungu, vile tumejitoa kwa Mungu. Kila wakati tunaomba, nionyeshe mambo mapya, nibadilishe vile nilivyo, ili niweze kukupendeza. Na Mungu, Bwana Mungu ni mwaminifu. Tukimuomba anasikia. Hii tamaa niko nayo ya pesa, tafadhali Mungu nisaidie. Sababu si mimi najijua. Na najua nitamani hiyo sana, hata akili zangu nikasikia hazijatulia. Mungu, toa hiyo tamaa yangu, nifanye upya. Na Mungu anafanya upya akili zetu. Si tunajua sio macho yanaiba, hata si mikono inaiba, ni nia yangu inaiba. Naangalia, nafanya hesabu, nasema acha niende, na ninafanya. Basi hivyo tunaambiwa, tukifanya hivyo, ya kwamba kila kitu tunafanya tukitaka kumpendeza na tukitafuta kumpendeza Bwana Mungu, tunaambiwa ya kwamba basi tutajua mapenzi ya Bwana Mungu, tutakuwa katika mapenzi ya Bwana Mungu, tutafanya yale yanampendeza Bwana Mungu. Na tunaambiwa tufanye yale yanampendeza Bwana Mungu, mambo yake, mapenzi yake ni mema, yanampendeza na makamilifu. Ni mema. Mungu hata tuambia tufanye kitu kibaya, hata tuambia tufanye kitu alafu tuulize mbona umefanya. Wakati mwingine nikazungumza na ndugu kuhusu mtu ambaye aliitwa Rebeka. Alikuwa na mtoto alimpenda sana, aliitwa Yakobo, si ndio? Na wakafanya, mama akafanya njama wamdanganye mume wake. Na walipomdanganya, na ndugu yake akajua vile baraka yake imeibiwa, akasema huyu ndugu yangu Yakobo nitamuua. Mama aliposikia hivyo, yeye alienda akamwambia, wewe kijana, unajua vile umefanya ndugu yako. Yeye akajitoa. Mungu wetu hayuko hivyo. Kila ametuitia anakuwa pamoja nasi, kwa sababu yeye hutuambia mema. Kwa sababu kama alimwambia afanye kitu chema, hata angemwambia wewe fanya hivi, ulifanya vizuri, hata anataka atajwe ya kwamba ati ndiye aliyeambia afanye hivyo, si ndio? Kwa sababu kama angefanya kitu kizuri huyu Yakobo, baba yake afurahi. Mama yake Rebeka hata angesema kweli ni mimi nilimwambia, naye akakuwa mtiifu. Hivyo ndivyo Mungu anafanya, anatuambia mema, tukitii inampendeza na inakuwa ni makamilifu. Hayakui na makosa. Mpango wa mapenzi ya Bwana Mungu hayarekebishwi. Hapana, yanakuwa mazuri na makamilifu vile ametuamuru. Amen. Funzo liko katika Isaya 42:3. Inaelezwa vizuri hilo funzo ya kwamba mwanzi uliopondeka hautauvunja, wala utambi utokao moshi hautauzima. Atatokeza hukumu kwa kweli. Ya kwamba mwanzi ni kijiti fulani, na akiona ule ambao uliopondeka, umepondeka, yeye havunji aseme hii haifai. Hivyo ndivyo anatuangalia. Tukifanya bidii na tunajaribu, Mungu naye anatusaidia. Hasemi wewe bure, nilikwambia sasa umefanya. Si unajua kama mahali unafanya kazi, utafika tajiri akuulize umelima tu hapo, wewe acha, enda. Mungu hayuko hivyo, atakwambia kwani umefika hapo? Hapana, wewe ungefika pale. Endelea, utafika pale, wewe endelea. Weka akili hapo, mambo yatakuwa mazuri. Hivyo ndio tunaambiwa. Hivyo ndio huduma yetu. Mungu anakuwa kiisifu, anachangia, akituambia, akitutia nguvu, endelea. Atasema hata utambi utokao moshi hata uzima. Utambi ambao unatoka moshi na maana haujawaka, si ndio? Hauna mwangaza, ni moshi. Lakini huo moshi atakuja apuulizie. Si ndio tunafanya nyumbani wakati ni moshi peke yake?
tunapulizia mpaka ule utambi unawaka, ama ile kuni inashika moto inawaka, na tunaambiwa yeye atatokeza hukumu kwa kweli, ya kwamba akihukumu, Mungu wetu anahukumu kwa kweli. Kama tumejaribu anajua, na atahukumu kama mtu amejaribu. Kama tumekataa, tutahukumiwa kama watu wamekataa. Kama tumekubali, atakwambia asanti, umefanya vizuri. Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo akasema ati kuna siku ya kiyama na tutaambiwa njoo, wewe mtumishi mwaminifu, umefanya vizuri. Hivyo ndivyo kila wakati anatuambia tunapoendelea. Jambo la pili ambalo tunaona, ama funzo la pili, tunaona ya kwamba hapo tukiendelea ya kwamba kupitia neema aliyopewa Paulo anatusihi kila mmoja wetu asijifikirie zaidi ipasavyo. Nisione huyu wadani anaimbisha kama huyu dada wadani, si anaimba vizuri na tunafurahia. Na mimi nisikia hata mimi mbona hata mimi naweza nikaimba. Hapana, hiyo ni kipawa amepewa. Nifurahie na niimbe vile naweza. Tunaambiwa mtu asijifikiria hata mimi naweza nikaimba. Hai, kwani tu ni huyu wadani tu anafundisha, hata mimi naweza nikafundisha. Hapana, ninyenyekee na nikubali, kwa sababu tunaambiwa katika kanisa ni mwili mmoja, una viungo tofauti. Na kiungo ni kama mkono si una kazi. Na kweli mguu unaweza kuonea mkono uwivu. Useme hata mimi nataka, wakati unalima mguu useme hata mimi nataka kushika jembe. Hauwezi. Na hiyo italeta farkano ambayo haina haja. Kwa sababu kila mwili, kila kiungo kina sehemu. Tujue kila mtu sehemu yake, na ile sehemu iko yangu niifanye kabisa. Kama nikuja kuimba, mimi naimba. Wakati wanaimba, mimi naimba. Lakini kama sijafika kiwango cha kuimbisha, nifurahie na Mungu atafurahia hapo. Lakini nikijidai nataka sijui, umeona watu wengine wakiimbisha wanaanza kusomea watu. Utasikia mtu akisema hapana, mnaimba vibaya. Hapana. Kusema kweli, hata Mungu katika Zaburi tunaambiwa kwamba ufanyie Mungu kelele takatifu. Ya kwamba nikiwa mtakatifu hata niimbe vibaya, yeye asikii sauti mbaya, anaangalia ndani. Tujue hivyo. Hiyo ndiyo inapendeza Mungu. Kwa sababu katika Yesu Kristo tumepewa, tuko mwili mmoja. Na karama ni tofauti. Mimi nikubali karama yangu, na hiyo karama yangu nitaifanyie kazi vizuri. Sinakumbuka mfano wale watu walipewa karama ngapi? Mmoja akapewa 5. Mwingine akapewa ngapi? Mwingine. Lakini walipokuja kudaiwa, kila mtu alidaiwa ile alipewa. Si ingine ambaye wewe wa 2 usiunaona ule mwingine wa 5 vile alifanya. Hapana, wa 5 aliambiwa umefanya. Wa pili akaambiwa hata wewe umefanya vizuri. Hivyo ndivyo Mungu anatuambia hapa. Tukifanya bora tuwezavyo, ibada yetu inakubalika. Kwa sababu ndio tunaambiwa kwamba ikiwa ni unabii, basi kwa kadiri ya imani yetu. Kama umepewa kipawa cha unabii, toa sawa na imani yako. Usitoe unabii zaidi ya imani yako. Utoe unabii alafu baadaye usipotoka useme hata sijui ilienda namna gani. Hapana. Alafu naambiwa kama ni huduma, kama ni kufundisha, kuonya, anayetoa kwa unafanya hivyo kulingana na imani. Usionye zaidi ya imani, usifundishe zaidi ya imani yako. Hapana. Na kama ni ukarimu, tunaambiwa anayetoa anatoa kwa ukarimu. Usiangalie ati si mimi natoa. Sema hiyo kanisa kama si mimi, hata sijui angekuwa wapi. Huo si ukarimu. Ukarimu ni kutoa kwa sababu najua ni nani natolea. Kwa hivyo, na kama ni kuonyesha huruma kwa furaha, usionyeshe huruma mtu, umhurumie lakini unanungunika.
ndio bwana saa yote ananiomba pesa na mimi nampa, lakini amenichokesha. Hapana, tunatoa kwa furaha ukiamua. Lakini ukiwa na sababu, mtu amekuomba pesa unazo na una sababu ya kumnyima, mnyime. Na mwambie kwa nini unamnyima. Hapo Mungu hata kulaumu. Lakini si umpe alafu naenda kusema ai yule mama saa yote akiniona ni pesa saa yote. Mimi nampa lakini ananichosha. Hapana. Natoa kwa furaha nikijua ni huduma yangu Mungu amenipa. Amen. Petro wa kwanza 5:6 inasema, basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Bwana Mungu ulio hodari, ili awakweze kwa wakati wake. Kunyenyekea mbele za mkono wa Bwana ulio hodari. Tuwe wanyenyekevu kwa Mungu. Ya kwamba tukifanya tunajua Mungu ni mkubwa sana wetu. Kwa hivyo anapotuita tumfanyie kazi, tunanyenyekea. Sio mimi tena najikosa katika hiyo, nasema ni Mungu. Hata nikiambiwa wadani siku hizi unahubiri vizuri. Usemi nahubiri vizuri. Kesho mtaona nitahubiri zaidi. Hapana. Unasema ni Mungu amenijalia. Sio mimi, ni Mungu. Hiyo ndio kunyenyekea. Na wakati wao unafaa, kama kuna kazi nzuri inaonekana kwa Mungu inampendeza, Mungu atakulipa wakati. Amen. Jambo la pili, tunaambiwa kitu kinaitwa ubora. Ubora ni nini bora kwa Mungu? Kwa sababu kuna kitu bora na kitu kingine kibaya, si ndio? Ubora inaepelekana kibaya. Na kile katika maisha na katika huduma, kama tunafanya kitu bora, hebu tujaribu kufanya bora zaidi. Hiyo inampendeza Mungu kufanya bidii hiyo. Hata Mtume Paulo akiambia Timotheo, akamwambia yale ambayo umekabidhiwa, kuwa bora uwezavyo, fanya bidii mpaka Mungu apendezwe, kwa sababu utakuwa mtumishi ambaye amekubalika, mtumishi ambaye anafurahisha Bwana wake. Na Bwana wetu ni Bwana Mungu mwenyewe. Amen. Sasa ubora ni katika 9:10-11. Tafadhali tuone tunaambiwa nini 9:10 na 11. Pendo na lisiwe na unafiki. Lichukueni lililo ovu, mkiambatana na lililo jema. Kwa pendo la udugu, mpendane nyinyi kwa nyinyi. Kwa heshima mkiwatanguliza wenzenu. Kwa bidii si uwalegevu, mkiwa na juhudi katika roho zenu, mkimtumikia Bwana Mungu, mkia Bwana. Kwa tumaini mkifurahi katika dhiki, mkisubiri katika kusali, mkidumu. Asante. Sasa tunaambiwa ubora. Yaani katika mambo yote tunatafuta ubora. Katika upendo si tumeamriwa kupendana. Hiyo ni amri, si tafadhali wadani tafadhali penda watu kanisani. Hapana, tumeamriwa kupendana. Kwa sababu hata Yesu Kristo alisema amri kubwa mpya nimewapa. Ya kwamba mpendanye ninyi kwa nyinyi kama vile nilivyowapenda. Kwa hivyo hatuna hiari hapo. Ati kama mimi sipendi watu wanaongeaga hivi. Si ndio watu husema? Mimi Mjaluo siwezi nikamtaka ukaribu. Mimi Mkamba, mimi Mkikuyu. Nakumbuka siku moja nilikuwa mahali tunaona wakati zamani nilipenda mpira. Si unajua Wakikuyu hachezi mpira. Sasa unakanyambaza. Unaenda ule upande unajua siwa pandi hii nyingine. Ile pandi inakupendeza, unajua uko salama. Sasa nikasikia mtu anaongea. Si unajua Wabaluya ni wengi. Nikasikia mmoja anasema mimi badala ya Maragoli, si Maragoli ni Baluya, afadhali nipewe Mkikuyu. Ndio anasema, yaani watu wako hivyo.
Na kanisani utasikia watu wakiongea lugha hiyo hiyo. Ndio hapo mbele awali tukaambiwa tusifananishe na hii dunia. Unapokea mtu akikwambia yeye ni Mkamba, basi unakubali. Hata kama kuna Mkamba alikufanya mabaya, sio huyo. Kama ni huyo na ameokoka, utamsamehe. Hiyo tena kusamehe si hiari, kusamehe ni amri. Ndio tunaambiwa basi upendo uwe si bila unafiki. Si leo tuko na Wadan, ni rafiki yangu, tunapenda pale Kaumbu tunakunywa chai, nikitoka hapo nikutana na nani, unajua huyu Wadan ananichokesha sana. Saa yote nikimnunulia chai ananipatia story za upuzi. Hapana, kama umependa mtu mpende. Hata ukisikia watu wakitaka kukuambia habari zake, simama na yeye. Kweli alifanya hivyo. Sasa nimeenda kupeana kwa Dave habari za Wadan. Hebu twende tukaongee naye hiyo mambo, kwa sababu si mazuri. Kani uongo nitakubali? Sitakubali. Hiyo ndio tunaambiwa unafiki ukwishe. Ya kwamba kani ukweli, tunaongea ukweli na tunasomea ukweli. Tukipenda tunapendana kabisa bila kubakisha. Amen. Na tunaambiwa hivi, uovu uchukiwe, mema yashikiliwe. Ukiona kitu ambacho si kizuri, hicho tunachukia. Kama ni masengenyo, ukisikia mtu anakuja kusengenya mwingine, hiyo chukia, unamwambia afadhali twende tukamuone. Hata kuja na hiyo masengenyo tena. Akikwambia nani alikataa na pesa zangu? Wadan, akakataa. Wacha nimpigie simu nimuulize kwa nini. Nakumbuka siku moja tulikuwa na rafiki yangu mmoja anaitwa Johnny Irambo. Sasa nikamwambia, tukaongea kuhusu mtu fulani. Akaniambia huyo mtu kuna wakati alikuwa Uingereza. Katika kuongea akaniambia nitakuletea nini? Tai. Akakuja kutoka Uingereza hakunipa tai. Na uwezi kumuuliza kwa tai yangu iko wapi Sasa nikauliza, huyo ni rafiki yako? Akaniambia ati alikwambilia tai na kukupa. Huyo wacha nimpigie simu. Akampigia. Kaambia bwana Mwiroro yuko hapa, anasema ulimwambilia tai na huku umletea. Huyo bwana akasema wacha niongee naye. Akaniambia tafadhali unisamehe kwa sababu tai nilikuja nayo. Lakini mali niliweka nikakuta kazini wangu alikuja akaipenda akaenda nayo. Sasa nilikuwa naona ngumu kuja kukuambia tai yako kuna mtu aliibeba. Si unajua mtu akija tena utaona ni ngumu tena kumwambia leta hiyo tai. Sasa huo ndio tunasema urafiki ambao hauna unafiki. Mtu akikukosea unamweleza, mnamaliza, si masengenyo. Alafu tunaambiwa kwamba tupendane upendo wa kindugu. Vile wewe unasikia ndugu yako anaumia, vile unasikia inakuwa hivyo hata tukiwa hapa kanisani. Si niwe ya kwamba kama sasa niko hapa kanisani, dada yangu anipigie simu, nitumie 1000. Mara moja namtumia. Lakini dada mwingine akiniambia vile mambo yako, namwambia kweli mambo ni magumu. Naanza kusema unajua uchumi ni mbaya. Naanza kuongea unajua huyu kama si huyu fulani, sitaki kusema jina la mtu. Lakini si watu wanaongea hivyo. Lakini wenyewe pesa niko nayo lakini natoa. Hapana, nipende vile nikisikia ndugu yangu ana shida, vile nitajitoa. Vile wakati nilikuwa naugua, Wadane na Devo akasema hapana, uende nyumbani. Tutakupeleka wapi? Hospitali. Huo ndio vile ndugu yake angemfanya. Si niseme hata ibada imekwisha, huyo Wadane acha niende nyumbani. Naye Devo aseme acha niende kwa mke wangu. Sasa hapana, walisema wewe tutaenda na wewe, uendi nyumbani, wakakataa na mimi. Huo ndio upendo ambao tunaambiwa tuwe nao wa kindugu. Ya kwamba huyu ni ndugu yangu, bila yeye kuwa akiwa hana furaha hata mimi sina furaha. Kama naumwa
nitamsaidia. Hivyo ndio tunaambiwa hivyo hivyo. Ya kwamba tunaambiwa na tusilegee. Na kwamba kwanza tuheshimu, na huyo mtu mwingine unampa kipaumbele. Huyo mtu mwingine afadhali hiyo apate. Simeona wakati watu wamepanga line ya chakula utaona mtu anajitetea tu nini sahani yake, si ndio? Mbona usichukue hiyo umwambie wewe kula hii kwanza, mimi nitakula baadaye. Lakini tutakuta watu wanakimbilia. Utakuta watu wanakimbilia. Tuache hiyo. Na hata utakuta hata ni kitu ya kanisa. Je, donaje kerera nyama huku nipa nyama. Mbona si ukule utosheke hiyo, tuache hiyo ndio tunaambiwa. Huyo mwingine kama amekula nyama na mimi sikula, nasema ni sawa. Kwa sababu kani mimi nimekula ningesikia vizuri. Yaani akikula vile na mimi nafurahia, hiyo tunaambiwa. Huyo mwingine nampa kipaumbele. Huo ndio ubora wa huduma. Hiyo ndio huduma. Tunaongea kuboresha huduma yetu. Tunaambiwa mambo ya kuacha. Ya kwamba tukijua ya kwamba tunaambiwa tusilegee katika bidii, bali tuwe wenye moto katika roho. Tunachomwa na roho wa Mungu katika roho yetu, ya kwamba tufanye mema. Tukisikia kama mahali hapa kuna majonzi, tunachomwa tuwe wapi? Hapo. Si kama vile nilisikia mama moja akauliza, ati mnaenda maombolezo? Kwani huko mnaenda kila siku? Hapana, hiyo ni kulegea katika huduma. Ndio hapa tunaambiwa tusilegee, lakini tuwe na moto katika roho, moto tunachomeka katika roho zetu kufanya mema. Na tunafurahi katika tumaini, tukijua kwamba ni Mungu tunatumikia. Nisione huyu ana tatizo, nione Mungu vile anataka mimi nifanye. Mshahara nitapotarajia kwa huyu? Hapana, najua yule ameniajiri. Ya kwamba tunaambiwa tuwe thabiti katika sala. Tunaambiwa tuwe wavumilivu katika dhiki, thabiti katika sala, tukigawanya kwa mahitaji ya watakatifu na kuwa wakaribishaji wageni. Ya kwamba bidii hiyo ndio inafurahisha Mungu. Ya kwamba watu wakiwa katika ndugu zetu wakiwa na mahitaji, tunakuwa wale wa tunasema kupiga jeki. Mtu akikwambia vile mambo unaweza, mpe kitu, mpige jeki aweze kuendelea. Utasikia mtu akisema ningetaka sana kwenda hiyo ibada lakini ni mbali sana, ningependa kwenda ile lakini ni mbali. Unamwambia 200 una na wewe uko nayo, si umpe. Hiyo ndio tunaambiwa hivyo, ya kwamba tukikutana na wageni wakija kwetu tunakuwa wakaribishaji. Ukisikia mtu amekuja amekubishia mlango, si unauliza no sio. Unauliza mtoto, ati ni nani? Ni mama fulani, mwambie siko. Si ndio wanasema? Lakini kiambia mtoto mdogo anaenda na kusema, mama amesema nikwambie hayuko. Yuko wapi? Wacha nikamuulize. Anaenda. Mwambie niko Nakuru. Amesema nikwambie yuko Nakuru. Inatokea hivyo, nimesikia imetokea kitu kama hicho. Acha mtu aje, kama unaweza msaidie, si ndio? Kama uwezi mueleze hali yangu iko hivi, kwa kweli ningekusaidia. Lakini labda hiyo unataka sina, lakini labda umesema una chakula, nikikupa kikombe ya maharagwe itakusaidia. Labda hiyo ndio itamsaidia, si ndio? Hiyo tuwe hivyo. Hiyo ndio huduma, ubora wa huduma. Iwe tumejua huduma yetu na tunafanya kwa ubora tuwezavyo. Kwa sababu katika Mathayo 5:8 tunaambiwa, heri wenye moyo safi, maana hao watamuona Bwana Mungu. Mioyo yetu yote iwe safi. Isiwe na machukizo, isiwe na hasira, Bado vile mtu alikuambia mwaka uliopita unakumbuka, hiyo sitaki kusikia habari zake, hapana. Tuwe na mioyo safi. Kwa sababu wakati mwingine utasikia mtu ushuhuda ni mzuri, moto kanisani, lakini hebu muulize habari ya wadani. Huyo sitaki kusikia huyo wadani.
Hiyo ni shetani. Shetani na ni mtu mwenzako alikuwa rafiki yako? Hapana. Hiyo ndiyo tunaambiwa tuwe na ubora katika mambo yote, tuwe wenye mioyo safi. Moyo wangu uwe safi, ya kwamba nikifikiri na nikiongea naongea tu mazuri, mtamuona Mungu. Amen. Ya tatu tunaambiwa mwitikio. Kuitikia si kule kwa Kikuyu wanaambia mtu ati nilimwambia akakataa kuitikia kama ameitikia. Hapana, hiyo ni Wakikuyu hawajui Kiswahili mzuri. Mwitikio ni vile unajibu. Si kuitikia vile wetekira kwa Kikuyu. Mnasema wetekira. Sasa utasikia Mkikuyu akisema nilimwambia akakataa kuitikia. Hapana, aliitikia kwa sababu alikujibu, lakini alikataa kufanya vile ulitaka. Sasa tunaambiwa mwitikio. Kama tumeambiwa vile Mungu anapenda, sisi tutaitikia namna gani? Ama tutajibu namna gani? Ama tutafanya nini kwa sababu tumejua? Ni kama vile si unatembea unakutana, unamsalimia wewe mwera, habari. Mwingine anaambiwa hata kujibu, si ndio? Anafanya hata kusikia. Ndako gaidia asikii. Kama ukimwijia tatu azana nilisikia na naenda, nitaigwa na naenda, si ndio? Sasa kwa sababu tumeambiwa tutaitikia namna gani huduma yetu, tutaitikiaje? Tutafanyaje? Tunaambiwa ubora wa mambo. Tutafanyaje? 14 mpaka 18. Hebu tusomee 14:5-6. Tutaitikiaje basi vile tumeiambiwa na mtume, vile tumeongozwa katika huduma? Wabariki wanao waudhi. Barikini wala msilaani. Furahini pamoja nao wafurahio. Lieni pamoja na waliao. Mpatane nia zenu ninyi kwa nyinyi. Msinie yaliyo makuu, lakini mkubali kushughulishwa na mambo manyonge. Msiwe watu wa kujifunia akili. Msimpe mtu ovu kwa ovu. Angalieni yaliyo mema machoni pa watu wote. Kama yamkini kwa upande wenu mkae katika amani na watu wote. Ati tunaambiwa basi kwa sababu tumeambiwa tuwe na ubora wa huduma. Tutaitikiaje hilo himizo? Ama tumeambiwa kusihi, hivyo ametusihi. Na kusihi ni kuomba. Lakini mchungaji mmoja namkumbuka alikuwa anaitwa ndugu Soi kutoka Tanzania. Siku moja akituhubiria hapo akasema ya kwamba kusihi ndio lugha ya mwisho ya kutafadhalisha. Umeambiwa nikaa kuambia mtu tafadhali. Tumeambiwa vile tunapaswa kuishi, tunapaswa kuwa. Basi tutaitikiaje? Ndio tukaambiwa kwamba tuna wale ambao wanatutesa tunawabariki. Mtu ambaye amekunenea mabaya, wewe kumtendei mabaya. Ati mtu fulani akafanya na useme na wewe unamwambia na yeye, na wewe unaenda kumsemea mabaya yake. Hapana, tunamwambia ya kwamba hao unambariki, unasema Mungu amrehemu, Mungu amsaidie, kwa sababu lakini si ni muombee mabaya. Si niende na mimi vile amenifanya na mimi naenda kumfanya. Hapana, nambariki. Tukaambia kwamba sisi hatulaani, hatuna ruhusa ya kulaani. Nimesikia watu wengine wanasema ati tunaweza kulaani. Hapana, hata wahubiri wanasema atalaani. Nakumbuka siku moja huko kulikuwa wahubiri fulani wa Pentecoste walikuwa na mkutano. Si mnajua Uhuru Park Nairobi? Sasa wakaenda wakaweka magari, na Uhuru Park ni ya nani?
si ya Kanjo. Nao Kanjo wamekuja wakafunga magari yao. Sasa walipotoka mkutano magari hayo yamefungwa kwa sababu uwanja ni wa Kanjo na mmeenda na mjalipa. Mhubiri mmoja akasema watu hawajui tunaweza tukalaani Kanjo. Nikashindwa, sasa ukilaani Kanjo si umejilani mwenyewe kama unaishi Nairobi. Sasa tuseme umelaani hao watu wote wanafanya kazi kwa Kanjo. Kesho sitakuta sito limefungwa. Ukute kazi haifanyi. Lakini namkumbuka huyu bishop anaitwa Margaret Wanjiru. Yeye alipoona yeye alicheka tu akasema, wamefunga. Wako wapi? Tuwalipe twende. Kwa sababu usinikulipa tu unalipa hiyo pesa. Lakini mwingine anakasirika. Ati tunaweza tukalaani. Nyinyi ni wahubiri. Tena mlaani watu kwa sababu wamewakosea. Na tumeambiwa kwamba tubariki wale wametutesa. Si kuwalaani, hatuna ruhusa kulaani tukiwa katika Agano Jipya. Agano la Kale watu walikuwa wanalaani, sisi hatuna ruhusa. Tunaambiwa tufurahi pamoja na wanaofurahi, tunalia na wanaolia. Ukiona mtu anakifurahi na wewe unafurahi, si unakasirika. Sababu kia mtu alinunua gari, mtu anakasirika na si pesa yako. Utaweza ukakasirika kama ana pesa yako, si ndio? Lakini kama hana deni yako na amenunua gari, si ukisikia amenunua unafurahi. Unafurahi, unasema Bwana asifiwe. Huyo ndugu amemkumbuka. Sasa nimefurahi ndugu yangu ana gari. Kwa sababu nikiwa nahitaji najua kuna mtu anaweza akanisaidia, lakini wengine wanakasirika. Tunasema wanaofurahi, tunalia na wanaolia. Mahali kuna kilio tunakuwa hapo tukilia nao. Tunaambiwa tunazingatia kuwa na nia sawa kwa na wenzetu. Ya kwamba vile watu wanafikiri tunataka tuwe hivyo. Si ya kwamba Wambani anafikiri hivi na mimi inanikasirisha. Mbona anasema hivyo? Lakini tunajaribu kuwa na usawa katika nia zetu ili tukihudumu tunahudumu pamoja kama watu wa mbari moja, kama watu wa kusudi moja. Tunaambiwa kwamba tusitafute mambo makubwa. Ya kwamba mimi nafikiri tu vile nitanunua gari, na labda hata baiskeli sina, lakini nasema nataka gari, na labda hata mambo yangu ni ya baiskeli. Sini nyenyekee nipokee hiyo baiskeli na nishukuru Mungu, si ndio? Alafu naambiwa ya kwamba tuwe wanyenyekevu, tushirikiane na watu wanyenyekevu. Ukiona mtu mnyenyekevu hataki mambo makubwa, tafuta urafiki wake. Huyo ndiye atakusaidia na wewe unyenyekee. Yasumbuliwi mambo mengi makubwa. Alafu tunaambiwa hatujioni wenye hekima katika maoni yetu wenyewe. Sababu watu wengine wanajiona vile nimeamua ndio hekima yote. Hata siwezi kusikiliza vile Dave anasema. Naambia hapana, wewe hujui. Mimi najua iko hivi. Hii nchi yetu kama itakuwa mzuri, mimi najua vile tutafanya. Hapana. Hayo ni maoni yangu, si ndio? Lakini kwa sababu mimi sina hiyo nafasi, yule amepewa hiyo nafasi, namtakia mema. Hata naweza nikamsaidia, lakini si niseme hekima yangu. Kwa sababu hekima yangu inaweza kuongea. Si tunaambiwa mtu akinyamaza watu wajui ule ujinga yuko nao, si ndio? Lakini ukiongea mpumbavu tunaambiwa anaongea alafu ule ujinga wake anaonyesha watu. Kwa hivyo si watu wa kusema mimi maoni yangu vile nafikiri, vile najua. Hapana. Labda kile najua ni bure, kitu ambacho hatuwezi kikasaidia. Tunaambiwa hivi ya kwamba hatulipi yoyote uovu kwa uovu. Tunaona mema kwa watu wote. Yaani watu wote tunaona kwa mema, na uovu hatulipi sisi kwa uovu. Mtu akitusemea, akituharibia jina tunamwacha tu. Nani yule alisema nitaenda nimuone atanijua? Hapana, tunaacha. Ikiwezekana tunaambia kwa kadiri inavyotulemea sisi tunaishi kwa amani na watu wote. Lakini tunaambiwa kwa kadiri inayotutegemea nani? Sisi.
kama naweza kubadilisha hiyo mawazo, kama naweza kubadilisha, mimi na Wambale tulishi vizuri, mimi nabadilisha. Lakini si nikatae na yangu niseme hapana, mimi nimekatalia, mambo ni yangu mimi nimeamua. Hapana, hatufanyi hivyo. Tunaambiwa kama inawezekana watu wote hii Kenya tuwe na amani nao. Hata yule amenikaribia jina, yule amenitusi, najaribu amani. Najaribu hata tukikutana, najaribu tukosania. Kama naweza namwambia kani hiyo basi nisamehe, wacha tuache hiyo, wacha tuende pamoja. Lakini unajua kuna wengine hatutaweza, si ndio? Kwa sababu kuna watu wabaya hawataki. Sasa hao unaachana nao. Na kama anataka vita, wewe unakubali hiyo vita yake, utafuti amani, lakini uwezavyo unatafuta amani. Funzo liko katika Mithali 4:23. Inatamatishwa hilo somo na hilo funzo ya kwamba linda moyo wako kuliko yote ulindayo, maana ndiko zitokazo chemchemi za uzima. Ya kwamba moyo wetu saa yote uwe safi na umelindwa. Ukiona kitu ambacho kitakuharibu moyo wako, ukasirike, ufikiri mtu vibaya, hiyo unajiepusha nayo, unajaribu, unaachana nayo, unajiweka ukiwa sawa. Si tunaambiwa tukisafiri tutasafiri tukiwa wepesi, si kubeba watu, kwa sababu ukibeba watu utachoka, hata utafika kule unatakikana. Achilia watu, si ni wa Mungu. Hiyo ndio tunaambiwa ya kwamba moyo wako ulinde, uwe safi, uwe moyo safi, uwe moyo una amani, uwe moyo una nia nzuri. Basi ukitembea wewe unatembea ukiwa mwepesi, na mtu mwepesi si anatembea mbali. Lakini mtu akiwa na gunia ya mahindi begani utamwacha, si utamkuta kwa njia, na wewe ukiwa una mzigo uende. Sasa watu wanabeba mambo, wanabeba watu, wanabeba vitu, wanabeba machukizo, mambo mengi, wanashindwa na safari. Tukimalizia ni katika 19 mpaka 21. Hiyo ni mistari minne, tusomee hapo tumalize. 19:1. Msijilipize kisasi, bali ipisheni ghadhabu ya Mungu, maana imeandikwa, kisasi ni juu yangu mimi nitaipa, anena Bwana. Lakini adui yako akiwa na njaa mlishe, akiwa na kiu mnyweshe, maana ufanyapo hivyo utampalia makaa ya moto kichwani pake. Usishindwe na ubaya, hali ushinde ubaya kwa wema. Sasa tunaambiwa vile basi tutamaliza maisha na tutaishi maisha mazuri. Ndio tunasema kujikana. Mimi najikana, sio mimi na mambo yangu na vile napenda. Nakumbuka mmoja tukutana kaniani. Kuna wakati nilikuwa na mandevu mengi, siku hizi hata nikijaribu inakataa kutoka yenyewe. Sina ndevu. Akasema mimi sipendi watu wako na ndevu. Mimi napenda watu wamenyolewa, wananyoa, wanakuwa safi. Sio ni vile napenda. Na mimi nikamuuliza, na je, na mimi nikipenda, nikisema alikuwa dada, nimemwambia, nikamwambia, na mimi nikisema na mimi sipendi wadada wale wanajirembesha nywele sana, napenda wale wanachanua tu nywele basi. Utakubali yangu kwa sababu wewe utakubali yangu kwa sababu yangu umekataa, na mimi nikikwambia yangu utakubali kwa sababu nataka mimi nikubali yako. Huko ndio kunaitwa nini? Kujikana. Ndio tunaambiwa kwamba tusijilipize kisasi. Mtu akinikosea sio mimi niseme na yeye atajua. Kama ni wadana atasema huyo atajua mimi ni mwanaume kama yeye ataniona. Tutaonana.
Ndivyo huyu anaitwa mzee alikuwa anaitwa Jomo Kenyatta alikuwa anasema wanaume ni nini? Ni kuonana. Nilikuwa anasema. Lakini ilikuwa katika siasa alikuwa anasema wanaume ni kuonana. Sasa sisi hatusemi hivyo wanaume ni kuonana. Hatusemi mwanamke wanawake ni kuonana. Mwanamke akikuonyesha ubaya na wewe unasema hata mimi ataona hata mimi. Hapana, hatujilipizi. Basi tunaambiwa tunaacha nafasi kwa ghadhabu. Ghadhabu ni hasira. Ya kwamba hasira isikuwe ni sisi. Tunaacha, si amefanya mabaya, atakutana na ghadhabu. Atakutana na hasira, lakini si hasira yetu. Ni hasira ya nani? Ya Bwana Mungu. Sababu Bwana Mungu mwenyewe amesema msijilipize kisasi. Mtu akikosea achana naye, muache kwa Mungu, ambia Mungu. Sinakumbuka huyu kijana alikuwa anaitwa Daudi. Alikasirika sana alipoona mtu mmoja anakashifu Mungu wa Israeli, si ndio? Akasema nani huyo anaongea hivyo? Acha niende nionane na yeye. Unaona si Daudi yeye amekosea. Ni Mungu amekosea. Anaongea aje kuhusu watu wa Mungu? Na akaenda na Mungu akakuwa pamoja naye. Kwa sababu alifanya bidii bila alijua Mungu mtu haruhusiwi. Anasema nyi kujeni nyi wa Israeli. Na anatukana Mungu wa Israeli akasema hata tukana nikiwa hapo. Tunaambiwa tuwe na bidii. Lakini Daudi katika maisha yake humuoni akijilipiza. Sauli kumuua mara nyingi. Ni wakati tu mmoja kuna bwana mmoja alimkasirisha sana akasema huyo mtu ataniona. Siku na wakati alitumana kwa bwana mmoja apewe msaada. Bwana akakataa. Daudi kusikia alikasirika. Akasema huyo mtu nitafanya nini? Nitaonana na yeye. Lakini katika njia si amekasirika kama mtu. Na Mungu yuko pamoja naye. Akatumiwa mama akakuja. Akamwambia hapana wewe usifanye hivyo. Unajua vile huyo mama alimwambia maisha yako yote hujamwaga damu bure. Alikuwa ameua watu Daudi, si ndio? Si walikuwa vitani na maadui walikuwa wengi. Lakini akaambiwa wewe hujaua mtu bure. Sasa huyu achana naye huyu mzee. Na ni mama mke wa ule mama. Kaambia achana huyu mtu ni mjinga, ni mpumbavu achana naye. Usitende dhambi kwa sababu ya mtu mjinga. Basi mtu akikukasirisha wewe unaona huyo mtu kama mtu mjinga. Ni uachane naye. Na Daudi akaambia mama, kwa kweli mama umenisaidia sana. Kwa sababu ningetenda dhambi. Kwa sababu alikuwa amesema hao watu nimewasaidia. Wakati wako huku wanalisha askari wangu wamekuwa wakiwasaidia kutokana na adui. Na nimeomba tu chakula wameninyima. Wataona nitawamaliza wote. Hiyo ni hasira ya mwanadamu. Na maandiko yanasema hasira ya mwanadamu haitendi haki ya Mungu. Ukiwa nimekasirika nifanye hasira yangu. Hasira tofauti na ya Daudi. Daudi hasira yake na Goliathi, na yule Goliathi alikasirika kwa sababu anatusi Mungu wa Israeli. Si yeye alikuwa ametusi. Na hata alipomuita wewe unafikiri mimi ni mbwa. Daudi alimwambia nini? Wewe unakuja na mkuki lakini mimi nakuja na jina la Bwana Mungu. Na leo hicho kichwa chako nitakikata. Wewe fikiri kijana mdogo anaambia jitu. Tulipima tukaona Goliathi alikuwa anafika karibu hapo kwa mabati. Alikuwa futi 8 na nusu hivi. Kwa hivyo huu mlango angeinama. Labda hapa angekuwa amefika karibu hapo. Naye ni kijana mdogo. Akasema amekasirika lakini amekasirishwa kwa sababu huyu mtu anatukana Mungu wake. Akaambia mama umenisaidia sana asante. Leo ningemwaga damu bure. Na Daudi akatulia na hakuenda hiyo vita.
huyu mzee alienda akakula, akakunywa pombe, alafu akakumbuka ni Daudi niambia hivi. Si Daudi sifa zake zilijulikana, hata wakati Siala alijua ati Sauli akiua watu 1000, Daudi aliua watu 10,000. Sasa hiyo mzee akakumbuka, ni Daudi nimeambia hivyo. Kufikiri tu hivyo akakufa yeye mwenyewe, kwa sababu aliona ule ujinga alikuwa anafanya. Kwa hivyo mtu akikukasirisha, ona ni ujinga anafanya, akikutusi ni ujinga wake, achana naye. Ndio tunaambiwa hapa basi ati Daudi ati adui akija na njaa, usimwambie wewe kwenda, si wewe uliniambia, ulinitusi, unampa chakula. Akiwa na kiu anaomba maji, na jana alipita wewe ujinga, unamwambia. Lakini mwingine si atazidi, si ndio? Akizidi wewe utajua kiasi, mwambie si wewe uliniita mjinga, sasa enda upewe maji na mtu ambaye si mjinga. Tujue kiasi, kwa sababu basi hivyo watu watakuwa na kuita jinga hii ninunulie soda, niko na kiu na kununulia, si ndio? Na tutafanya hivyo. Basi Bwana Mungu anasema hata lipiza, kwa sababu huyo adui tukimfanyia mema, tunaambiwa ni kama tumechukua kala moto tumemwekelea kichwa, atachomwa na hiyo ya kwamba mimi huyu mtu nimuita mjinga na leo ameniitia chakula. Kweli mimi ni mimi mjinga, atajua hivi. Katika Zaburi 25:2 tunaambiwa, Bwana Mungu wangu, nimekutumaini wewe, nisiaibike, adui zangu wasifurahi kwa kunishinda. Tunaomba hivyo Bwana Mungu. Hata kama mtu ametukosea, tunasema Bwana, ninakutumaini wewe. Huyo mtu hatukupigana, sikumjibu, sikumpeleka polisi kwa sababu ya wewe, ya kwamba wewe nitatumainia. Basi akasema Bwana nisiaibike, wewe Bwana nisiaibike, adui zangu wasifurahi kwa kunishinda. Na tukiamini Bwana Mungu, leo tumesoma katika Warumi hiyo 8:37 ya kwamba Bwana akiwa upande wetu, ni adui gani ambaye atatushinda? Haizi akatushinda. Hata wakati nafikiri ametushinda, ni Mungu tu ameruhusu ili apime imani yetu. Si yeye ana nguvu, ni Mungu anamruhusu. Na imani yetu ikipita, Mungu anahakikisha hatutaaibika. Amen. Basi tukimaliza neno la kutafakari katika huo mlango wa 12 wa Warumi ni mstari wa 9. Pendo na lisiwe na unafiki, lichukieni lililo ovu, mkiambatana ni lililo jema. Ya kwamba sisi lililo ovu tunachukia, lililo njema ndilo tunafanya. Na tukisema tunapenda bila unafiki. Tusiseme tunapenda na huku tunaongea mambo ya watu wengine. Tunasema na huku hatuishi hivyo. Wazo kuu ni katika mstari wa kwanza. Warumi inasema, basi ndugu zangu na wasihi kwa huruma za Bwana Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Bwana Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Ni miili yetu, si pesa, miili. Sababu kama miili yetu hatujatoa, tutaenda huko tutaiba na tutaleta pesa kanisani, si ndio? Kama unafanya biashara utaenda useme uongo, alafu unaleta fungu la 10. Mungu anafurahi. Watu wa biashara wana majaribu makubwa, si ndio? Wewe unataka kuuza kitu chako 500. Mtu anakuambia tafadhali niko na 400, tafadhali. Unamwambia hapana, tafadhali nipe hiyo 500. Siwezi. Hii kitu napata 50 tu. Si ndio anasema? Na wewe unajua unapata 150, Si hata afadhali uonyeshe huruma
ukubali hiyo 100 yake 400, useme Bwana, wacha nipate 50, lakini unasema uongo. Si wafanyi biashara wanasema uongo? Mimi katika hali ambayo nimejikuta, Mungu amenisaidia, sisemi uongo. Nikiuza kitu nitakwambia hivyo ndivyo nauza, hiyo ndio bei yangu, hapo siendi chini. Ataniambia lakini ungenikatia. Hapana, sitakata, nimekukatia mpaka hapo. Lakini simwambia hiyo kitu, kusema kweli napata, staki hiyo kudanganyana. Hiyo ndio tunaambiwa tuwe ambao, hiyo ndio tukifanya hivyo, tukiletea Mungu kile tumepata, hata yeye anafurahi. Na sana tunaambiwa hivi, tuombe 21 tunaambiwa usishindwe na ubaya, bali ushinde ubaya kwa wema. Nisishindwe na ubaya na tusishindwe na ubaya. Lakini ubaya tunaushinda si kwa ubaya. Mtu akikupiga na wewe unampiga, tunapigana. Hapana, ubaya kwa wema, unamwambia wacha mimi niende. Anakuita jina lile lote atakuita, unamwambia sawa, umeona tu niite hivyo, haya asante, wacha mimi niende. Sasa hiyo amekuita, ni kitu itakuwa juu yako, ama utakuwa hivyo amekuita, basi hiyo ndio unasema tu unashinda ubaya kwa wema. Amen. Amen. Yehova Bwana Mungu wetu